Yes bwana, kama ilivyo ada tunatafuta subscribers 1000 kwa ajili ya kuhakikisha channel yetu ya Eze Sport TV inakaa vizuri kabisa. Mimi kama kawaida naitwa Eze Sports na nipo hapo kukuhabarisha, kukupa habari za michezo, burudani, lakini pia na kuongea kwa kina kuhusiana na masuala ya michezo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na story kubwa ambayo inaendelea duniani hivi sasa, story ambayo imetokea hapo jana ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kuwapora ama kuwapoka ubingwa timu ya Senegal wa AFCON mwaka 2025 na kuwakabidhi Morocco na kuwataka Senegal kuhakikisha wanarejesha hizo medali pamoja na kombe ili Morocco waweze kupewa. Sasa kumekuwa na maoni tofauti ya regents, lakini pia wachezaji na namna ambavyo mambo yanaenda, lakini pia pale Morocco mashabiki wameanza kushangilia ushindi huo. Mimi nilikuwa nataka kuzungumza na wewe ambaye unatazama kidogo tu mtazamo wangu na mimi kuhusiana na hili sakata ambavyo limetokea. Kwanza, kitu cha kwanza inaonyesha dhahiri shairi kwamba kuna namna kama Morocco wanakuwa wana uwezo wa kuitawala CAF. Licha ya kwamba kuna issue za kanuni na utaratibu, lakini kwangu mimi naona kwenye hiyo situation kwa sababu kanuni inasema kanuni ya 82 na 83 ndizo ambazo zinazungumza kuhusiana na timu kama itavunja mchezo nini ambacho inatakiwa kufanya. Sasa kanuni ya 82 inazungumzia timu ambayo itavunja mchezo, kwa maana hiyo inatakiwa ipoteze mchezo huo moja kwa moja na itapokwa hizo alama 3, na kama ilikuwa kwenye mashindano itaondoshwa kwenye mashindano kama imegomea mchezo. Sasa ukitazama hii kanuni inakupa hofu na inakupa changamoto kubwa. Swali linakuja, Senegal waligomea mchezo? Kwangu mimi naweza nikasema hapana, kwa sababu mtu ili agomee mchezo maana yake alitakiwa asicheze kabisa ule mchezo. Senegal walikuwa wanashinikiza maamuzi fulani yafanyike na the same wakarudi tena uwanjani na mchezo ukaendelea. Ukitazama kanuni nazungumza kuhusiana kuvunjika kwa mchezo ama kama kutakuwa hakuna mchezo utakuwa haujaendelea. Swali linakuja, refa alipuliza filimbi ya kuahirisha kwamba mchezo umemalizika, kwa hiyo watu wanatakiwa kuwa handed over. Nafikiri ukitazama hiyo kanuni kwangu mimi unaona kabisa inakuwa ni ngumu kuweza kujaji moja kwa moja kwamba Senegal wanatakiwa kupoteza huu ubingwa. Lakini swali linakuja pia, imepita miezi miwili almost mitatu sasa Senegal toka amekuwa bingwa. Leo hii wamekata rufaa, kanuni hiyo ndio inatumika. Why siku zile hawakukaa? Lakini kama utakumbuka adhabu zilitolewa. Kama adhabu zilitolewa, kwa nini wao kamati ya mashindano ya CAF kwa nini haikukaa siku ile inavyotoa zile adhabu kugundua kwamba Senegal wamekosea na nani wamekosea? Haikuona kwamba kwenye hii kanuni kwamba Senegal walivunja mchezo ama waliharibu mchezo ama walifanya vitendo vya vurugu. Kwa hiyo ukiangalia moja kwa moja unaona kuna ile scenario ambayo imekuwa inazungumzwa kwa kiasi kikubwa kuhusiana na namna ambavyo Senegal CAF wanakuwa ni wadogo sana kwa upande wa chama wa shirikisho la mpira la CAF, kwa maana ya kwamba CAF hawana meno, wanashindwa kuzungumza au wanashindwa kufanya maamuzi juu yao. Kama utakumbuka, na haya yamekuwa ni matukio ambayo yanajirudia mara kwa mara yakihusisha Morocco. AFCON ya mwaka 2023 ambao tulikuwa tumeenda sisi kucheza, iliyochezwa Ivory Coast, kama utakumbuka, kocha wa timu ya taifa wakati ule yupo Amrouche alilalamika kuhusiana na marefa wa Senegal, marefa wa Morocco, kwamba Morocco inanunua waamuzi na vitu kama hivyo. CAF walimpiga ban, tena ilikuwa ban kubwa kulikweli. Same thing imekuja kutokea kwenye haya mashindano ambayo yamechezwa Morocco. Kila timu iliyokuwa inacheza na Morocco walikuwa wanalalamikia issue ya waamuzi kwamba watu wananunua waamuzi na mpira umekuwa corrupted. Ukija kwenye hii scenario pia inakupa picha hiyo kwamba yes, matukio yalitokea na tuliona, ila mchezo uliendelea, haukuishia hapo tu. Mchezo uliendelea na bingwa akapatikana, mtu akakabidhiwa kombe, lakini baada ya kukata rufaa na vitu kama hivyo wametuletea kanuni ambayo inasema mtu kama amegomea mchezo. Lakini ukitazama Senegal hawakugomea mchezo, walicheza mchezo, na ukigomea mchezo almost inakuwa ni dakika 15, kwamba huyu mtu kama amedelay, amefanya mchezo udelay kwa dakika 15, anatakiwa kupoteza huo mchezo. Hazikufika hizo dakika 15, zilipotea almost kama dakika 10 hivi, na baada ya hapo wakarudi tena uwanjani, mechi ikaendelea kupigwa na bingwa akapatikana. Inazungumzwa vitendo vya vurugu. Ukitazama Morocco
baadhi ya ball boys walipewa adhabu kwa sababu ya ile faini walipigwa Morocco kwa sababu ya vurugu, lakini wachezaji wa Morocco pia walipewa faini kwa sababu ya vurugu hizo hizo. Je, kile walichofanya wachezaji wa Senegal ama walichofanya mashabiki wa Senegal ni kikubwa au ni vurugu tofauti na hizi ambazo wamefanya Morocco, kwa sababu nao pia walifanya? Kwa hiyo unapata hiyo picha kwamba kuna namna soka letu Afrika linaingia doa na linaingia dosari kwa kiasi kikubwa, na bado CAF wanaendelea kuitengeneza hii dosari kwa kiasi kikubwa sana. Na ukiondoa tu hiyo scenario hiyo ya CAF kama wanaonekana hawana meno kwa maana ya kwamba kwenye kanuni zao. Tazama hivi sasa kulikuwa kuna mashindano ya WAFCON ya wanawake ambayo yalikuwa yanatakiwa yakachezwe Morocco. Haya mashindano timu zimeingia mpaka kambini. Mashindano yalikuwa yanatakiwa yaanze tarehe 17 na kuendelea. Ilikuwa ni tarehe 16, 17 tarehe ambazo mashindano yalikuwa yanatakiwa yaanze, lakini timu zilikuwa makambini mpaka tarehe 5 mwezi huu wa 3, ndipo ambapo wamekuja kutoa taarifa ya kuahirisha mashindano, kwamba Morocco wanaonekana kama hawajajiandaa kwa ajili ya kuanzisha ya kuyahodhi ya mashindano. Imagine sasa zimebaki siku 10 na timu tayari zilikuwa kambini. Watu wameenda kambini. Kwa mfano kama timu yetu ya taifa ya Tanzania walisafiri, walikuwa Dubai kwa ajili ya mashindano yale yalikuwa ya Pink Red, kwa ajili ya kuwasaidia wao kutengeneza utimamu kwa ajili ya kwenda kucheza AFCON. Na uzuri waliweka pia na kambi, walikuwa wameshaandaa kambi Misri, kwa maana ya kwamba kwa ajili wakacheza mashindano, lakini from nowhere mashindano yameahirishwa mpaka mwezi wa 7 huko kuanzia tarehe 21 huko mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 8. Swali linakuja pale, kama mpaka hizi siku hawa Morocco walikuwa hawajajiandaa, na tunajua kama nchi husika haijajiandaa kuhodhi hayo mashindano ama maandalizi yake hayajakamilika, huwa inapokwa ile haki ya kuhodhi mashindano linapewa taifa jingine, lakini hicho kitu hawajafanya kama CAF. Kwa hiyo kuna picha ambayo unaiona inakuwa bado inatupa wasiwasi kuhusiana na mahusiano ya CAF na hawa Morocco. Kwa hiyo na hiki ambacho kimetokea ni aibu kubwa kwa dunia, ni aibu kubwa kwa bara la Afrika. Bingwa alishapatikana, ameshashangilia, alafu leo inakuja barua ama inakuja email kwamba hawa sio mabingwa tena, mabingwa ni hawa. Swali langu bado najiuliza, watazipata wapi zile medali? Wataenda kuanza kutafuta kwa mchezaji mmoja mmoja wazirudishe ili Morocco apewe kombe? Of course ni rahisi, wanaweza wakalipata kwa sababu lile huwa linabaki mara nyingi kwenye ofisi za timu. Swala medali zimeenda na kila mchezaji ameenda alikoenda. Hakuna mchezaji ambaye atakuwa tayari kuirudisha hiyo medali. Kwa hiyo ni dosari kubwa ambayo imeingia, na watu wengine wanahusianisha hii scenario na scenario ambayo ilitokea mwaka 2019, mechi kati ya Esperance Sportive de Tunis dhidi ya Wydad Casablanca. Hawa wa Morocco ukumbuke walikuwa wanacheza dhidi ya Tunisia, na Esperance Sportive de Tunis alipewa ule ushindi na akachukua lile kombe la CAF Champions League ule mwaka. Lakini scenario yake ni tofauti na hii. Wao mechi ya kwanza walicheza wakatoka sare ya 1-1 kwenye uwanja wa Wydad pale Morocco. Mechi ya pili wanaenda kucheza Tunisia, zikatokea mbandanga. Na hii ni kitu ambacho CAF wanatakiwa kukaa chini kujiuliza, kwa nini kumekuwa na dosari kwenye hizi game kubwa. Ilitokea goli likafungwa na likakataliwa, na ile goli lilifungwa na Walid kutoka pale Wydad dakika kama 53 hivi, ikakataliwa. Ilivyokataliwa ile goli, wakaambia bana, twende tukacheki VAR, ikaonekana VAR haifanyi kazi, na wakati huo tayari VAR ipo. Kwa hiyo Wydad wakagomea ule mchezo na walivutana almost kama saa moja hivi. Baada ya hapo mechi ikavunjika. Mechi ilipovunjika, Esperance Sportive de Tunis wakakabidhiwa ile kombe. Kwa hii scenario unaona ilikuwa ni haki Esperance Sportive de Tunis kupata kombe, kwa sababu mchezo ulivunjwa na Wydad hawakurudi uwanjani. Sasa kwa upande wa Senegal unajiuliza swali, mchezo ulivunjwa kikanuni? Kwa sababu maana yake mchezo unabidi uvunjike kikanuni. Sasa mchezo haukuvunjika, huu mchezo wa Morocco dhidi ya Senegal. Kwa hiyo bado inatupa picha na kutupa maswali mengi sana kuhusiana na namna ya CAF wanavyoendesha mashindano yao, namna ambavyo wanazisimamia hizi sheria na kanuni na taratibu za mashindano. Na kumekuwa na hayo malalamiko mengi ambayo CAF wanapewa na wanayafikia. Kwa hiyo cha kujifunza ni kama CAF wamekuwa wadogo kwa Morocco. Inawezekana ili mambo yao yaende vizuri, kuna haja pia ya nchi nyingine pia kujaribu kutengeneza pia umoja wa kimichezo ambao wanaweza wakaanzisha pia na wao taasisi yao ama chama chao, na wakaenda wakaomba kibali cha kukisajili hicho chama nje ya CAF, ambao kuna namna tunaona ni wanachama wa FIFA, lakini kuna namna ambayo
naona kama wameshindwa kukuja kuendesha mpira kwenye ile uhalisia wa mpira, na mpira unapoteza uhalisia wake. Mimi binafsi sijawahi kuona scenario kama hii inatokea hata kombe la dunia, sijui, na hii inawezekana itakuwa ni dramatic. Inawezekana ikawa ni miongoni mwa dramatic event kwenye football, kwamba kuna timu iliwahi kusherekea ubingwa alafu ikapokwa ubingwa tayari imeshasherekea na ikapewa timu nyingine. Yes, inatokea, lakini inatokea katika nyakati ambazo timu zimefanya makosa, huwa zinavuliwa ubingwa na wanapewa watu wengine. Sasa makosa ambayo unayaona kabisa, yes, haya ni kweli, lakini hawa walicheza mechi wakashinda na mechi haikuvunjika. Sasa wenzetu labda watakuja kutuambia kanuni zikoje, ama maybe wamefanya kwa ajili ya kuwaridhisha Morocco, then Senegal wakienda kasi wakashinde, waendelee kubaki na ubingwa wao, inawezekana. Lakini binafsi naona tayari soka la Afrika linapoteza ule uhalisia ambao sisi tulikuwa tunausubiri ama tulikuwa tunauangalia, na hasa katika karne hii. Na ukiangalia namna ambavyo Patrick Motsepe amefanya kazi vizuri, ameonekana ni rais ambaye kuna namna shirikisho amelitengeneza vizuri, lakini as we speak ni kama naye tena shirikisho lake limeanza kupoyanga. Yangu ni hayo, tuambie hapo kwenye comment msikilizaji, wewe unafikiria nini? Kwangu mimi nimesema CAF wamepuyanga kuwanyang'anya Senegal ubingwa. Wewe unaona nini? Endelea kusubscribe, lakini pia usisahau kushare, kucomment, kulike, hapo mambo yaende vizuri zaidi. Na mimi nitapata nafasi ya kusoma comments na nitazijibu pia. Instagram Eze Sports, YouTube Eze Sports, pale TikTok pia Eze Sports. Hakikisha tunakimbiza mpaka tunafika subscribers 1000.